الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Ndugu zangu, tunafahamu kwamba leo hii tumo ndani ya tarehe 22 kama sikosei, mwezi wa Dhulqaada. Muda si mrefu tutaingia katika mwezi wa Dhulhijja. Zimebaki takriban siku 8 tu kuingia mwezi wa Dhulhijja, tayari kuingia katika Eidul Adha, Eid ya kuchinja. Kwa hivyo kwa kila siku hivi sasa baada ya salatu tutatumia dakika 10 kukumbushana yale mambo ya msingi katika mwezi huu wa Dhulhijja ambao uko njiani, na nitawasomea tu kwa mukhtasar risala fupi iliyoandikwa na Sheikh Yusuf bin Abdullah Al-Ahmad, ambaye inazungumzia fadhlu 10 Dhulhijja wa yaliha ahkamu al-udhiyya, fadhila za masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, na patafuatilia risala inayozungumzia hukumu mbalimbali za kuchinja au za vichinjwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. 10 Dhulhijja wa ahkamu al-udhiyya. Risala yetu inazungumzia masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja na hukumu mbalimbali za kuchinja. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote ni zake Allah, mola mlezi wa viumbe vyote. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, na sana salam ziwe juu ya mtume wetu Muhammad na jamaa zake na masahaba zake, wa man tabi'ahum bi ihsan, na wale wote watakaowafuata wao kwa wema ila yaumiddin, mpaka siku ya malipo. Amma ba'd, faqad thabata fi fadli ayami al-ashr. Sheikh anasema kwa hakika pamethibiti kuhusu fadhila na ubora wa masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja hadithu Ibn Abbas, hadithi ya sahaba mtukufu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume wa Allah sana salam ziwe juu yake, ma min ayamin, hakuna katika masiku, ma min ayamin, hakuna katika masiku ambayo al-amalu salihu fiha, ufanya amali njema ndani ya masiku hayo. Ma min ayamin, hakuna katika masiku al-amalu salihu fiha, kufanya matendo mema ndani ya masiku hayo. Matendo mema ni yale ambayo kwanza yamekuja kwenye Qur'an au yamekuja katika sunna, lakini pili yamefanywa kwa mujibu wa ikhlas, yamefanywa kwa ikhlas, lakini tatu yamefanywa kwa mujibu wa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hayo ndio matendo mema. Kwa hiyo akifanya mtu amali ndani ya masiku hayo, ahabbu ila Allah, hakuna katika masiku ambayo hufanya amali njema ambayo imekuja kwenye Qur'an na ikafanya kwa ikhlas kwa mujibu wa mafundisho ya mtume alayhi wasallam, ahabbu ila Allah, inapendeza zaidi kwa Allah min hadhihi al-ayyam, kushinda masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja, yani ayyama al-ashr, anakusudia masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Masahaba walipoambiwa habari hii na mtume, qalu, walisema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, umetuambia kwamba kuna masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ambayo hakuna amali bora inayopendeza zaidi mbele ya Allah kushinda amali itakayofanyika ndani ya masiku hayo 10, wala aljihadu fi sabilillah, wala kupigana jihadi katika njia ya Allah hakushindi amali iliyofanywa ndani ya masiku hayo 10. Qala wala aljihadu fi sabilillah, mtume akasema wala kupigana jihadi katika njia ya Allah. Maana yake nini? Itakapofika tarehe 1 ya mwezi wa Dhulhijja mpaka tarehe 10, yule ambaye atatoa sadaqa ndani ya masiku hayo 10, basi hiyo sadaqa ni bora kushinda yule aliyekwenda kupigana jihadi. Hiyo sadaqa au hiyo swala ya sunna au hiyo swala ya faradh au
au kuunga undugu ulikounga, au kusoma Qur'ani ulikosoma, au kusoma ilmu unakosoma, ibada yoyote utakayoifanya ndani ya masiku hayo 10 ni bora kushinda jihadi, kushinda yule ambaye amekwenda kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe unamshinda yule aliyekwenda kupigana jihadi akarudi. Illa rajulun, isipokuwa hautamshinda kwa fadhila na ubora mtu ambaye kharaja binafsihi, ametoka kwenda kupigana jihadi kwa nafsi yake, wa malihi, na mali zake, falam yarji min dhalika bishay, na wala asirudi katika hiyo jihadi, yeye mwenyewe akafia huko na mali zikatumika huko. Huyu ndiye ambaye wewe ukifanya amali ndani ya haya masiku 10 hautamfikia yeye. Ama yule aliyekwenda kupigana jihadi kwa mali zake na nafsi yake kisha akarudi, na wewe ukafanya amali ya khairi ndani ya haya masiku 10, wewe una fadhila kubwa kushinda yule mpiganaji jihadi. Hamuoni kwamba hii ni fursa dhahabia ya jamaa? Hii ni fursa ya dhahabu ambayo tunatakiwa tuisubiri kwa hamu zaidi. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ametaja sanadi yake Imam Bukhari wa Abu Dauda, wal lafdhu lahu, na al-Imam Abu Daud, na hii ni lafdhi Imam Abu Daud. Fahariyun bil mu'min, basi pupa au ni wajibu ulioje kwa muumini an yaghtanima hadha alfadla alazima, kuichuma hii fadla iliyokuwa kubwa, bilikthari min al'amali as-salihah, kwa kukithirisha matendo mema, bilikthari min al'amali as-salihah, kwa kukithirisha matendo yaliyo mema, bianwa'iha, kwa aina zake, kwa aina zake. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajitahidi kufanya matendo yaliyokuwa mema ndani ya haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, ambayo muda si mrefu yataingia. Kama nilivyosema, kila baada ya sala tutakuwa tunasoma kipande cha maandishi ya hii risala, tukitumia dakika 10, lakini hazitazidi dakika 10. Mpaka hivi sasa tumetumia dakika 6 au dakika 7. Kwa hiyo hii itakuwa ni endelevu kila baada ya sala, baada salati al-maghrib, kadhalika baada salati al-isha, baada salati as-subh, kwa ujumla. Na darasa hili naipa unwan ahkam 10 Dhulhijja wa udhiya lil'awam, hukumu mbalimbali za masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja na kuchinja kwa Waislamu wote, Waislamu wote. Kwa hiyo tujitahidi kukumbuka hilo kwamba tunataka kuingia katika masiku 10 ambayo ni bora, masiku 10 ambayo ni bora zaidi kufanya amal kushinda jihadi, kwa yule ambaye ameenda katika jihadi kisha karudi. Nasallallahu al-afiyah was-salam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kwa hiyo maelezo haya ambayo tumeyasoma katika risala yetu hii, tunapata kujifundisha faida nyingi sana. Na faida ya kwanza, an-nash'ura bimajii mawsim al-khair, tunatakiwa tuhisi ndani ya nyoyo zetu na vitendo vyetu kuwa kuna ujio wa msimu wa khairi, kuna ujio wa msimu wa khairi. Sio Muislamu inaingia al-ashru al-awakhir min Dhulhijja, inaingia zile siku 10 kana kwamba wewe, yani kana kwamba haumo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, hauhisi chochote kile. Hapana. Lakini jambo la pili, ihyauhu bi kathrati al-amal as-salih, kuhuisha haya masiku 10 yanayotujia ndani ya mwezi wa Dhulhijja kwa kukithirisha matendo mema. Na matendo mema ni yapi? An yakuna al-amal min al-Qur'an, kwanza amal iwe imekuja katika Qur'an wa sunna as-sahiha, na sunna sahihi, wa mimma kana alayhi as-salaf as-salih, na hiyo ni katika amal ambazo walizifanya wema ambao wametangulia. Wa an yakuna khalisan lillahi ta'ala, na hiyo amal iwe imefanywa kwa ikhlas, sawaban muwafiqan lis-sunnah, na imepatia yenye kuendana na sunna, saliman min ash-shirki wal bid'ah, ili usalimika na shirki na nini, na bid'ah. Hii ndio amal ambayo wewe na mimi tunatakiwa tuifanye ndani ya mwezi wa Dhulhijja, amal yenye sifa hii. Hiyo amal asili yake iwe ni qala Allah, qala Rasulullah, qala as-sahaba, lakini tutakapoifanya iwe tumeifanya khalisan lillahi fil qasdi, tuwe tumetakasa nia zetu wakati wa kuifanya hiyo amal kwa ajili ya Allah, tumkusudia Allah peke yake,
la riya'an wala sum'a, si kwa riya wala sum'a, lakini vile vile sawaban ala sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam, iwe imepatia sunna ya mtume alayhi wasallam katika wasifu wake hiyo amali, isalimiki na shirki, isalimiki na bid'a. Hiyo ndio amali salih ambayo ni ahabu ila Allah, inapendeza zaidi mbele ya Allah ndani ya haya masiku. Lakini faida ya nne tuliyojifundisha, al-amila, anna al-amila fiha ahabu ila Allah, anayefanya amali ya khairi ambayo ina wasifu huu ndani ya haya masiku 10 anapendeza zaidi huyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mimman raja'a min al-jihad bisayf was-sinan, kushinda yule ambaye amerudi kutoka katika jihadi ya kupigana upanga na sime. Lakini faida ya tano, at-tanawwu fi al-a'mal as-salihah fiha, tufanye aina mbalimbali za matendo ya khair ndani ya masiku haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Mara nyingine ufanye ibada za matendo, mara nyingine ufanye ibada za maneno, mara nyingine ufanye ibada za moyo, mara nyingine ufanye ibada za mali. Iweke barnamaji yako kabisa, kwamba kwa siku, katika masiku, kila siku katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, basi kuna tanawwu, taratan, mara nyingine tataqarrab biibadatin qalbiyya, unajikurubisha kwa Allah kwa ibada za moyo, wa taratan tataqarrab biibadatin fi'liyya, na mara nyingine unajikurubisha kwa Allah kwa ibada za matendo, wa taratan tataqarrab biibadatin qawliyya, na mara nyingine unajikurubisha kwa Allah kwa ibada za maneno, wa taratan tataqarrabu ila Allah biibadatin maliyya, na mara nyingine unajikurubisha kwa Allah kwa kufanya ibada za mali, kutoa sadaqa na mfano haya, kusaidia maskini na mafakiri. Tukiwa hivi ndani haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, basi utakuwa ni watu wenye kuchuma fadhila kubwa. Hizo ndio faida tunazozichuma katika maelezo haya ya Sheikh wafaqa Allah Ta'ala, ambayo amestadili hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam.